Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Zari the Boss Lady bana ameweza kumwaga machozi ya furaha baada tu ya mtoto wake wa kwanza ambaye anaitwa Pinto ameweza kupata mwenzi wake wa maisha. Kuna kipindi Zari the Boss Lady alikuwa anakaa chini na watoto wake, anawaeleza hao wakubwa wa kiume, anawaambia natamani sana ukipata mwanamke upate mwanamke mzuri kuliko mama yako, au mzuri kama mama yako. Si mnaniona mimi mama yenu jinsi nilivyo mzuri. Zari alikuwa anapenda sana kuwasii watoto wake wa kiume wanapofanya machaguo basi waangalie huyu mwanamke ni mzuri kama mama yetu. Na Zari the Boss Lady alikuwa amaanishi uzuri wa nje tu, alikuwa anamaanisha hata uzuri wa ndani. Yani Zari ni mtu mwenye moyo poa, ni mtu hana shida na mtu, ni mtu yuko peace. Namna ambavyo amewalea watoto wake, kuna namna fulani tu alikuwa anawaeleza vijana wake, na hakuna kitu kinaumiza sana kama mtoto wako akosee kuoa, amuoe mwanamke ambaye hakupendi, mwanamke mwenye roho mbaya, jambo ambalo huwa linawaumizaga sana wazazi wa watoto wa kiume, kuona kwamba mtoto wangu amepata mwanamke au amepata mke lakini hajapata mke sahihi. Zari the Boss Lady bana ameshangaa sana kumuona mtoto wake ameweza kumtambulisha kwa mara ya kwanza mpenzi wake, na ukimwangalia huyo mpenzi wake ni mzungu, sio Mwafrika kabisa. Basi ni Zari the Boss Lady akawa amepata ile furaha kuona kwamba mwanangu, kumbe yale maneno ambayo nilikuwa nikiyazungumza sio kwamba walikuwa wanasikiliza huku yanapitia huku, bali waliweza kuyasikiliza wakaweka moyoni na wameyafanyia kazi. Huyu ni mtoto wa kiume wa Zari wa kwanza kabisa ambaye tunaweza kusema Zari anajivunia sana yeye, na mara nyingi tumekuwa tukimuona Zari akimfundisha zaidi katika makampuni yake, akiwa anazunguka zaidi na huyu mtoto wa kwanza. Unaweza kujiuliza kwa nini hao wengine huenda bado hawajafikia ule umri ambao Zari anaona wanaweza wakajitegemea au wakasimamia kampuni, jambo kama hilo. Lakini huyu wa kwanza Zari the Boss Lady mara nyingi sana amekuwa akizunguka naye katika makampuni, amekuwa akimuonesha kazi namna ambavyo zinafanywa, amekuwa akizunguka naye katika zile shule zake, katika kile chuo chake pia. Zote hizo ni mali za marehemu mume wa Zari ambaye ni Ivan. Alimwachia Zari the Boss Lady baada ya Zari kuonekana kumheshimu sana na alikuwa mwanaume wake, lakini pia Zari alimzalia watoto wa kiume 3. Hivyo basi hakuwa na budi ya kumwachia Zari the Boss Lady zile mali zote. Hivyo basi Zari anatamani na yeye apate mrithi ambaye ataweza kusimamia zile mali zote ambazo baba yake aliweza kuziacha, na amemuona huyu kijana wa kwanza na akamfundisha, na mpaka sasa hivi tunaweza kusema huyu mtoto wa kwanza wa Zari wa Pinto ni kijana fulani hivi ambaye anaelewa kila kitu kuhusiana na mali ambazo Zari the Boss Lady anazimiliki. Mara nyingi sana ukifuatilia Snapchat ya Zari unaweza ukajionea hilo. Na sasa hivi Pinto ameweza kupata mwanamke mwenzi wa maisha yake, akaamua kumtambulisha kwa mama yake. Zari the Boss Lady akawa analia kwa furaha kuona kwamba kijana wake ameweza kupata binti ambaye alikuwa anamtamani, lakini pia binti ambaye anaonekana hapo ni binti fulani hivi mpole, mstaarabu, lakini pia wazungu wanaga mambo mengi tofauti na angepata Mwafrika. Lakini Zari aliwahi kuzungumza kwamba anatamani sana binti yake Tifa aweze kuolewa basi na raia wa huko yani wazungu sana, sio aolewe na Mwafrika. Zari anapendelea zaidi mtoto wake aje kuolewa na mzungu. Hatujajua itakuwaje, lakini tayari kifungua mimba cha Zari Pinto ameshamleta mkwe ambaye ni mzungu, sio Mwafrika kabisa. Lakini pia Zari ameonekana kumkubali kwa asilimia kubwa sana. Hatujajua hapo mbeleni itakuwaje, lakini tayari Zari amepata mkwe. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.